tushughulike kwa dhati na matatizo ya wananchi. Kila ifikapo Oktoba 14, Tanzania huadhimisha kifo cha baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jina lake linabaki kuwa alama ya ukombozi wa kweli, uongozi bora na uzalendo wa taifa la Tanzania na hata Afrika kwa ujumla. Julius Nyerere alizaliwa tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Msoma, mkoani Mara. Safari yake ya elimu ilianza katika shule ya Mwisenge, kisha shule ya wavulana Tabora na baadaye chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Baada ya hapo alipata ufadhili wa kusoma chuo kikuu cha Edinburgh, Uingereza, na kuwa miongoni mwa Waafrika wachache waliopata nafasi ya kusoma elimu ya juu wakati ule. Nyerere alianza harakati za kudai uhuru tangu akiwa masomoni Uganda, alipojiunga na tawi la Tanganyika African Association na baadaye kukiongoza chama cha TANU hadi mwaka 1961 ambapo Tanganyika ilipata uhuru kutoka kwa Mwingereza. Nyerere alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika mwaka 1961 na kuanzia mwaka 1962 akawa rais hadi mwaka 1985. Mwalimu Nyerere alikuwa kiongozi mwenye maono, ujasiri wa hali ya juu, mzalendo aliyeamini ukweli na uwazi na uwajibikaji kwa viongozi. Alikuwa ni kiongozi anayependa utani kuwasilisha hoja zake, na ilipobidi alikuwa mkali vile vile, hasa kwa viongozi waliojaribu kuharibu misingi ya chama na taifa. Wazanzibari kana kwamba kuna kabila Wazanzibari ndio wabakua Tanga, nyumba za Wapemba mtazingia pale sasa. Viko vijumba vya Wapemba. Ndio kimbia mali yao walikimbia wakati ule. Vijumba vya kwanza hiyo vitapitiwa Wapemba. Mwalimu Nyerere alipenda kuchagua viongozi wasiopenda rushwa na wenye uzalendo wa kweli, na hili alithibitisha Machi 14 mwaka 1995 akiwa mkoani Dodoma katika hotuba ya mkutano wa kamati kuu ya CCM ya kumteua mgombea uraisi. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Watanzania wamechoka na rushwa. Nyerere alisisitiza umoja, alichukizwa na watu waliotaka kuleta matabaka, hususan ya kidini na kikabila. Watu wameanza kutuzungumzia udini. Tulikuwa hatuzungumzi mambo ya udini katika nchi hata kidogo. Tulikuwa hatujali dini ya mtu, anayejua mwenyewe dini yake basi. Haikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu, tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake. Hatuulizi hata kidogo. Tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua Waislamu wangapi, watafute wao. Sisi inatuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana Wakristo wangapi, watafute wao. Si wanakuja makanisani kuungama, waulize. Asante baba wa taifa. Tanganyika na Zanzibar wanajivunia kwa baraka ya muungano uliowaachia. Watoto wako wanakukumbuka, wajukuu wako wanajivunia vita ulivyovishinda kibabe. Endelea kupumzika kwa amani jasiri. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Upenuni ya Open Online Media.